Basi moja kwa moja na kurejesha kwenye studio za DW upokee uchambuzi wa siku ya leo. Kama nilivyo kuarifu, yeye ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania. Pia tunaye bwana Edwin Soko. Soko ni mwenyekiti wa taasisi ya vyombo vya habari vya nchi za kusini mwa Afrika MISA tawi la Tanzania, na kutoka Maryland nchini Marekani ni mwandishi wa habari Mobelwa Bandio. Na natumai nyote mnanisikia. Niruhusu nianze na Deodatus Balile, mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania. Balile, nini kilitokea nchini Tanzania kiasi taifa lenu likatumbukia kwenye kile nilichokisema kwenye utangulizi, kiza cha kukosa taarifa katika wakati muhimu zaidi kwa taifa hilo, wakati wa uchaguzi? Waandishi na wahariri mlikuwa wapi, Balile? Kwanza nishukuru kwa kunialika kwenye mjadala huu, lakini nijibu sasa sehemu ya swali hilo, kabla, wakati na baada ya uchaguzi, kwamba kabla ya uchaguzi vyombo vya habari vilipata taarifa kwamba kuna mwelekeo. Vijana wengi walikuwa kwenye mtandao wakihamasishana juu ya maandamano, na wakuu wa vyombo vya habari na baadhi ya taasisi na wahariri waandamizi wakatoa tamko la kueleza kwamba Tanzania, ikiwa watatekeleza hilo wanalolitekeleza, basi wanaweza wakatumbukiza nchi katika machafuko, na tukaeleza madhara ambayo yanaweza kuwapata na wanaohamasisha kwamba wanaishi nje ya nchi. Kilichofuata ilikuwa ni siku moja kabla ya uchaguzi. Baada ya uchaguzi watu walianza vizuri kupiga kura. Ukiangalia vyombo vya habari vilikuwa vikihabarisha ni nani amepiga kura wapi, makamu wa rais amepiga wapi, rais amepiga pale Chamwino, wagombea wa upinzani wamepiga wapi. Lakini ghafla kukatokea sasa wimbi la maandamano likaanzia pale Ubungo kama saa 4:30 kuelekea saa 5 hivi. Na baada ya hapo sasa maandamano tunayoyashuhudia katika nchi nyingi na kuwa wale waandamanaji wameongozana, wapo kwenye barabara kuu wanaelekea labda ofisi fulani kupeleka ujumbe. Sasa hii ilipoanza tu, nyumba zikaanza kuchomwa, vituo vya kupigia kura vikaanza kuchomwa, vituo vya mwendokasi vikaanza kuvunjwa. Matukio ambayo ukiangalia yaliwahi kutokea Marekani yanatajwa moja kwa moja kwamba ni ugaidi, lakini sisi huku inakuwa ni haki ya waandamanaji kwamba wakivunja. Lakini tafadhali bwana Balile, wewe ni mwandishi wa habari, jukumu lako ni kwenda kukusanya kinachoendelea, kukihariri na kukichapisha kwa walaji. Na hicho ndicho kwa sababu kile unachokieleza sasa ni mfululizo wa matukio yaliyojitokeza baada ya wakati zoezi la kupiga kura linaendelea, ambalo kuanzia hapo kwa siku 5 baadaye Watanzania hawakujua nini kilitokea na nini kilikuwa kinaendelea. Nilikuwa nimefikia hapo kwamba hiyo ndio maana mlifahamu kwamba vituo vinavunjwa, magari yanachomwa, ni kwamba tulikuwa tukifanya kazi yetu. Baada ya hapo serikali ikapoteza mtandao hewani, ikaondoa network ya internet, na baada ya kuondoa network ya internet ndio tukabaini kwamba kumbe redio nyingi, TV nyingi, magazeti, mifumo mingi hapa nchini inategemea internet. Kwa hiyo ikawa hata mitambo ya kuchapa magazeti haiwezi kuendeshwa. Ndio maana umezungumza hapo mwanzo kwamba kwa siku 6 magazeti yalikuwa yachapishwi nchini. Kwa hiyo tukajikuta kwamba huna jinsi ya kupeleka taarifa sehemu yoyote. WhatsApp huwezi kuifungua, huwezi kuupload kwenye website, huwezi kufanya nini. Tukabaki kuendelea kukusanya taarifa kadri tunavyozipata. Balile, pamoja na hicho unachokisema, lakini sicho ambacho ukisoma mitandaoni wale wanaovilaumu vyombo vya habari nchini Tanzania wanachokisema, wanasema ni kwamba hamkuepo kabisa. Kwa maana katika mazingira hayo ya uchaguzi unaendelea, furumai kwa bahati mbaya imejitokeza kutokana na maandamano ya umma. Ilitarajiwa waandishi wa habari wawe kwenye mitaa na pengine kuarifu kile kinachoendelea wananchi, na taarifa zinasema hata vyombo vya habari ambavyo havitegemei kwa mfano mtandao wa interneti kama redio na televisheni zilikuwa zinaendelea kurusha maudhui mengine ya muziki. Balile, ukiniambia hatukuwepo, mimi mpaka saa 7 usiku nilikuwa ofisi ya mtendaji wa kata Gongo la Mboto iliyoungua, na gari langu likapata pancha nikiwa huko usiku. Nimepita katikati ya maaskari, nimekwenda mpaka kuona tukio lilivyo kama nisije kusimuliwa. Kwa hiyo yeye anayesema hatukuwepo
ni kawaida kwenye social media. Unajua tuna tofauti kati ya waandishi wa habari na wachangiaji kwenye mitandao ya kijamii. Waandishi wa habari tunafanya kazi ya kukusanya, kuchakata na kuchapisha. Wale wa mitandao ya kijamii wanakusanya na kuchapisha na pengine kuingia kwenye harakati kuweka hisia. Na naomba nimsikie Edwin Soko. Wewe ni mwenyekiti wa taasisi ya vyombo vya habari vya nchi za kusini mwa Afrika MISA. Jukumu lenu mojawapo ni kuhakikisha uhuru wa vyombo vya habari unakuwepo katika mataifa ya nchi za kusini mwa Afrika. Nataka nawe nikuulize swali hili. Waandishi wa habari nchini Tanzania walikuwa wapi kwa siku 5 hadi 6 za wakati zoezi la kupiga kura limeanza, matokeo yametangazwa, maandamano ya umma yalipozuka hadi hivi majuzi? Asante sana. Kwanza kabisa ni shukuru kwa kupata nafasi hii niliyoipata, lakini pili nitoe tu pole kwa waandishi wa habari wote ambao wamepata madhira pamoja na Watanzania na wale waliopoteza maisha. Basi Mwenyezi Mungu awarehemu roho zao huko peponi. Mimi nianze tu kwa kuzungumza, kuna mambo mengi sana ambayo yalikuwa yamechangia ukimya ambao ulikuwa umetokea. Wengi tunajua katika context ya Tanzania na hata katika siku yenyewe ya Oktoba 29 vyombo vya habari asubuhi vilianza kufanya kazi zake vizuri sana na kuonyesha watu wakipiga kura katika maeneo mbalimbali, lakini baadaye tukaingia katika kiza kingine baada ya maandamano haya kutokea. Kuna vitu vikuu viwili ambavyo nataka nieleze ambavyo vimechangia sana kwa vyombo vya habari kutoonekana kwa nafasi ya ukamilifu wa 100%. Kwanza kabisa ni swala la hofu, na pili ni swala la taharuki kwenye mazingira kama haya ambayo hatujawahi kuyaona nchini Tanzania, na tumepita kwenye wakati mgumu sana. Lakini jambo ambalo sitaki kutoka katika leli ni kueleza dhima ya vyombo vya habari ni 3: kuelimisha, kuhabarisha na kuburudisha. Lakini je, siku hiyo vilifanyika vipi katika muktadha wetu wa Tanzania? Na sisi kama taasisi ya vyombo vya habari tuliweza kuzungumza, tukasema kwamba kazi kubwa katika vyombo vya habari ni kusimama kama mediator, kama msuluhishi wakati wa sintofahamu yanapojitokeza. Kabla tuzungumzie usuluhishi, bwana Soko, umetaja hapo swala la hofu miongoni mwa waandishi kama sababu unayoamini ndio ilichangia vyombo vya habari vikatoweka kabisa hewani na havikugusia kabisa iliyokuwa yanatokea baada ya vurumai ya maandamano kuzuka. Hofu imetokana na nini? Kulikuwa pengine na amri au maelekezo yoyote yaliyotolewa na vyombo vya mamlaka nchini Tanzania kwa vyombo vya habari kuwa havipaswi kuripoti yanayoendelea? Kwa siku hiyo sitaki kusema kwa 100% kwamba kulikuwa na maagizo, hiyo sitaki kusema, lakini tunazungumzia hofu zenyewe za ufanyaji kazi wa vyombo vya habari. Tanzania bado inahesabika kama ni nchi ambayo ina sheria zake ambazo lazima mwandishi aweze kuishi nazo. Kwa hiyo hata mwandishi anavyofanya kazi zake lazima aishi katika kanuni misingi na taratibu zenyewe za kisheria, na wakati mwingine taratibu hizi zinamfanya kabisa kuweza kutazama katika muktadha wa taharuki kama siku ile ambazo zilikuwa zinatokea. Obvious kwamba mwandishi wa habari lazima arudi nyuma kwenye kufanya kazi zake kiuangalifu zaidi. Wakati mwingine anaweza akaona content ambayo inamuelekeza kwamba content hii inawezekana itaingia katika uchochezi, na anajua kabisa wakati mwingine au litaingia katika tuma fulani katika kwa mujibu wa sheria zetu za hapa nchini, ninaweza wapi nikawa katika sehemu salama. Kwa hiyo hiyo ikawa ina changamoto kubwa, lakini changamoto nyingine ni kwamba kulikuwa kuna mgongano kidogo wa maadili ya uandishi wa habari pamoja na sheria zenyewe ambazo kwa mujibu wa maadili ya uandishi wa habari, wakati labda wa maandamano inabidi mwandishi awepo mitaani na aweze kutafuta taarifa mbalimbali ili mlaji aweze kuja kuzipata. Lakini je, wakati huo kuna amri ambayo imetolewa ya kusema kwamba sasa katazo la wananchi wasionekane katika. Lakini bwana Soko, hata wewe unafahamu kwamba amri ya kutotoka nje ilikuwa inahusu tu jioni saa 12. Siku nyingine kwa maana masaa 12 ya siku waandishi pia mlikuwa mnazuiwa? Kwa kifupi, kabla sijakwenda kwake Bandio. No, waandishi hatakuwa tumezuia kwenye hivyo, lakini kama unakumbuka nimezungumza kabisa kwenye mazingira ambayo mtu mwenyewe lazima atazame taifa lipo kwenye wakati mgumu, inabidi afanyeje, na wakati huo kuna sheria zinazokandamiza wakati mwingine kufanya kazi zake kiweledi zaidi, anatakiwa asimame wapi. Kwa hiyo ile hofu ya kujiengana huku kuna sheria za ufanyaji wa kazi
zinamfanya mwandishi asiwe salama kwenye kutekeleza wajibu wake. Nitarudi kwako baadaye, kwa sababu unavyozungumza ni kana kwamba unataka kuonyesha kwa jukumu la waandishi wa habari ilikuwa tu ni kwenda kueleza kuhusu maandamano. Wananchi wanalalamika hawakupata taarifa zote, sio kuhusu maandamano tu, kuhusu uchaguzi ulivyokuwa umefanyika, matokeo jinsi yalivyokuwa yanatangazwa na mengine. Nitarudi kwako Soko kujaribu kutupa mtazamo wako kwenye hilo. Mubelwa Bandio, lawama zinazotolewa na Watanzania, na kwa hakika kwenye mitandao ya kijamii vyombo vya habari vinashambuliwa sana. Vyombo vya habari nchini humo vinastahili lawama hiyo, kwamba vilikwepa wajibu na jukumu lake wakati muhimu kabisa nchini Tanzania. Ndio unasema lawama ambavyo vinastahili. Hilo la kwanza, japokuwa inawezekana vyombo vya habari visiwe chanzo cha hizo lawama. Hapa tunazungumzia mambo kadhaa. Kwanza, kama wenzangu, nishukuru kwa nafasi hii, lakini pia kushukuru kupata nafasi ya kuwa na kaka Balile pamoja pia ndugu Frank hapa. Nafasi nzuri kuweza kujadili hili na kuweza kuona vipi tunaweza tukasonga mbele. Kuna mambo kadhaa ambayo binafsi naweza nikayaona. Kwanza, unaangalia kwamba desturi inaonyesha kwamba waandishi wa habari hulindwa vipi katika nyakati kama hizi. Sikumbuki jina David nani. Kuna baadhi ya waandishi wa habari ambao wanajikuta wanapokuwa miongoni mwa hizi shughuli hawako salama kwa namna yoyote. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kwamba waandishi wa habari, hata kama wangekuwa wamekwenda sehemu ambayo kuna maandamano tu ya kawaida, ambayo upo uwezekano polisi wakaja kuyatawanya, wao hulindwa kwa namna gani? Hatuna rekodi nzuri ya kufanya hivyo nchini Tanzania. Jambo la pili, kuna suala zima la sheria, kwamba hata tutakapokwenda kuripoti sheria inasemaje. Sheria sasa inasemaje, hasa katika suala zima la kujaribu kubalance habari. Unajua kuna baadhi ya vipengele ambavyo kidogo vinambana na mwandishi. Unaposema kwamba kama imetokea shida ya ama kuna wasiwasi ama kuna habari ambayo imesema kwamba taarifa zilizo hivi sasa ni kwamba watu 700 wameuawa, mwandishi wa habari anatakiwa afanye nini kabla hajasema hicho kitu? Anaweza kawa na soundbite inasema hivyo, lakini sheria inasemaje kwamba lazima athibitishe kwa namna gani kabla hicho kitu hajaenda kukitangaza. Hiyo inambana, na wakati mwingine unajikuta inakufanya usipate muda wa kwenda kukimbia kwenda kutafuta zile habari, uhalisia habari, kwa sababu itakusababishia matatizo kwa mbele. Lakini kwa swala la tatu pia, hebu tuangalie, sijui labda ndugu yangu kaka hapo Deodatus anaweza kawa na takwimu. Ni asilimia ngapi ya vyombo vya habari nchini Tanzania, hasa vikubwa, vinamilikiwa ama vina hisa kubwa ambazo ni za ama wanasiasa au watu walio serikalini? Hapo sasa tunaweza kuona kwamba ni kwa namna gani watu wale wanaweza wakahofia hata kama hujapewa amri. Lakini kama unachuja mwenyewe taarifa, unaamua kipi cha kuripoti na kipi cha kuacha. Bandio, tusimame kwanza hapo kidogo. Nataka nimsikie Deodatus Balile. Nikimsikiliza Soko anachokisema na nikimsikiliza Bandio, inaonyesha waandishi wa habari wa Tanzania hamna meno kabisa, ama mnalazimika tu kuripoti matukio yasiyo na rafsha ama vurumai, na likitokea vurumai hamna jukumu lolote. Balile: nadhani kwanza sio kweli, na nikubaliane na Soko sehemu aliposema, lakini amesema kama kwa mashaka hivi. Kwa uhalisia hatukupata amri yoyote ya kusema kwamba mwandishi wa habari asiripoti haya matukio. Hakuna amri iliyotolewa ya hivyo. Kilichotokea ni pale nilipokuambia internet ilipogeuka silaha badala ya kuwa kitendea kazi, kwamba wakaanza kuona kwamba serikali wakaona kinachoendelea hapa Dar es Salaam kinahamia Mwanza, kinahamia Songwe, wakazima internet. Waandishi wa habari waliokuwa field hawakuwa na jinsi ya kupeleka hizo taarifa kwenye vyombo vya habari. Movement ilikuwa ni ngumu kweli kutoka kituo kimoja kwenda kingine. Lakini hata hao wanaoshangilia kwenye mitandao ya kijamii, kwa hizo siku 6 hawakupeleka hayo maandishi wanayopeleka kwenye mitandao ya kijamii. Simu walikuwa nazo kama makopo, kama vile hazifanyi kazi yoyote. Ni mpaka hapa mtandao uliporejea ndipo mawasiliano yamerudi. Angalia vyombo vya habari, na leo gazeti la Mwananchi kwa mara ya kwanza limerudi tena mtaani. Gazeti la Jamhuri tunajiandaa kwa ajili ya kurudi mtaani. Kwa hiyo wanapotulaumu, waangalie na mazingira tuliyokuwemo. Kama wao walivyokuwa hawawezi kutuma message kwenye TikTok, kwenye WhatsApp na nyingine. Nimesema pia kwenye utangulizi, bwana Balile, muda unatupa mkono unakimbia kweli kweli. Nilisema kwenye utangulizi, sio tu wanauliza mlikuwa wapi, lakini hata sasa wanauliza mko wapi, kwa sababu huduma ya internet tunaarifiwa imerejea zaidi ya siku 2 zilizopita. Rais mpya Samia Suluhu Hassan ambaye ameshinda uchaguzi huo kwa mujibu wa tume ya uchaguzi nchini humo amekwisha apishwa na anaanza kuunda serikali, lakini yako matukio yanayotajwa yalifanywa na maafisa wa usalama wakati wa uchaguzi, na
watu wanayasambaza kwa kasi na ziko taarifa zinazosema uko ukweli kuhusiana na matukio haya. Vyombo vya habari vya Tanzania inaonyesha mko kinga pia kwenye uandishi wa habari ni taaluma. Ni taaluma kwa maana ya kwamba sisi tuko tofauti na social media. Kwa mfano, kuna takwimu inasambaa. Ukiangalia UNESCO wanasema watu 10 wamekufa. Al Jazeera wanasema watu 700. Hao Al Jazeera kuna post nyingine wanasema 800. Sisi waandishi wa habari lazima tu verify information. Mimi huko Tanzania eneo ambako matukio haya yanasema kwamba yametokea. Nimekwenda kwenye hospitali kadhaa. Nina gazeti ambalo linaitwa Jamhuri, litatoka hiyo siku ya Jumanne, na kila mtu, kwa sababu hatuwezi kuchapisha kama social media wanavyofanya wenyewe. Akikutana na kipande kimoja wanaambizana. Leo nimeona mtu anafanya disinformation, huyu ambaye amechochea kwa wingi. Anasema serikali ya Tanzania imeingia mkataba na Uganda, Bukoba itakabidhiwa kwa Uganda. Jambo ambalo haliwezekani. Sasa sisi kama wanahabari tukisema hilo ni uongo, hivi kama nilivyosema hivi kwenye social media wanaanza kunishambulia. Kwa hiyo wakati mwingine tunawasikiliza, ila tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba nchi yetu haianguki kuwa kama Somalia, kama wa Tanzania. Maana tukishaiangusha hata ya magazeti takuwa hatuna pa kuyauzia. Edwin Soko, unasemaje kuhusu hizo hoja anazojenga badili za baada ya huduma kwa mfano kama ya internet kurejea? Maswali yanaulizwa, hata namba ninyi Tanzania hamnabaki. Vyombo vya habari vya Tanzania Badili amesema, ametaja mashirika kadhaa yanatoa idadi ile na ile na ile, lakini nyinyi nchini Tanzania hata kusema mmoja ama wawili ama hakuna kabisa. Mbona hatusikii? Soko, nafikiri bado nisisitize hapo kwamba lazima tutazame muktadha wa sheria zetu. Kwa mfano, mwenzangu Badili alizungumzia kwa taaluma ya uandishi wa habari yenyewe inasimama ni taaluma ya watu ambao ni professional ndani yake. Kwa mfano, katika suala la kitakwimu tunajua tuna sheria ile ya takwimu, Statistics Act nchini Tanzania. Kwa hiyo sisi tunapopokea taarifa fulani lazima tuzifanyie uchunguzi, lazima tuzichekate, lazima tuende upande wa pili tuweze kujua mamlaka inasemeje, tuweze kubalance na kuweza kuja kuzitoa. Tofauti na uhuru waliokuwa nao watu katika social media, mtu anaweza kaandika 1, 2, 3. Na tofauti ya sisi na wao, huku sisi chombo cha habari kufanya hivyo, ina maana ni kuwajibika kwa mwandishi wa habari. Sheria ya Media Secrecy Act yenyewe inakutaka mwandishi wa habari kama mwanataaluma uweze kuwajibika mwenyewe. Kwa hiyo hilo ni la kwanza, kuchelewa kwa taarifa. Wakati mwingine tunachelewa kwa sababu ya kutaka kubalance, ya kutaka kupata accuracy ya kile ambacho tutakipeleka kwa walaji wetu. Hicho ni swala la msingi sana. Kwa upande wenu itachukua muda kiasi gani mnadhani? Vyombo vya habari vimeshaanza kutoa taarifa mbalimbali, lakini na takwimu itakapokamilika tunaona kupitia katika vyombo vya habari. Na kingine kizuri, kwa mfano sisi taasisi ya vyombo vya habari kusini mwa Afrika ni taasisi ambayo tunajikita kutafuta hizi takwimu kwa upande wa waandishi wa habari na kuweza kuziverify, na tutatoa katika ripoti zetu za ndani na itakuwa ni public. Hata nyie mkitaka mnaweza kuja kuzitumia. Kwa hiyo tunahitaji muda kuweza kufuatilia na kuweza kuzidocument ili ziweze kuwa na uhalali zaidi wao kwa walaji wetu. Uniwe radhi Mubelwa Bandio, muda wetu umekuwa mfupi sana kwa kweli. Utaniwe radhi, najua umezungumza mara moja tu, lakini ni kushukuruni sana Edwin Soko, Deodatus Badile na Mubelwa Bandio kwa kushiriki mjadala wetu huu. Shukrani sana. Tusikilize makala tulikuandalia. DW